Habari za asubuhi mabibi na mabwana. Kwa mara nyingine tena kutoka The Runners Tanzania kwa kushirikiana na Absa tuko hapa nyumbani tunasema, kwa sababu tumekuwa tukiwa hapa kwa zaidi ya miaka 5 kuja kuhitimisha safari yetu ya shughuli ambayo tulikuwa tunaifanya ya Absa Dar City Marathon ya mwaka 2026 ambayo tulifanya tarehe 17 ya mwezi wa 5. Kama mnavyojua, mwanzo wa shughuli ya Absa Dar City Marathon huwa inamalizikiwa na tukio la kipekee ambalo ni kwa ajili ya kuchangia vifaa tiba ambavyo vinakwenda kusaidia mama na watoto katika hospitali hapa ya Mnazi Mmoja. Kwa hiyo kwa kushirikiana na Absa ambao ndio wadhamini wakuu, mwongozo unasema ni lazima tufanye tukio kama hili kwa ajili ya kutengeneza shughuli hii ama kuwa sehemu ya jamii ambayo wanakwenda kusaidia watu kama hawa ambao ni mama wajawazito na watoto. Kwa hiyo leo hii tuko hapa kwenye tukio kubwa kwa ajili ya wanasema handover ama kutoa vifaa mbalimbali ambavyo vinakwenda kusaidia shughuli hiyo kwa ajili ya kusupport shughuli mbalimbali za serikali, lakini kusupport pia Mnazi Mmoja Hospital. Kwa hiyo vifaa kama mnavyoona viko hapa, wataalamu watakuja kuvizungumzia kwa kuangalia mahitaji ambayo yapo kwenye hospitali hii. Tukaonelea hii sehemu ya kile ambacho tumekipata ama ambacho wadhamini wetu wamekitoa kwenye shughuli ya Absa Dar City Marathon, tuje tuwaone hapa wenzetu kwa ajili ya kusaidia na kusupport shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali. Kwa hiyo jioni leo tuko hapa kwa ajili ya kufanya tukio kama hilo. Nitamkaribisha Abigail kutoka Absa aweze kusema maneno mawili matatu akiwa sehemu kama ambao ni wadhamini wakuu wa Absa Dar City Marathon. Karibu sana. Habari ya asubuhi, kwa majina naitwa Abigail Lukuvi. Mimi ni meneja masuala endelevu kutoka Absa Bank. Absa Bank ina furaha kubwa leo ya kuwa nafasi hii ya kipekee kushiriki tendo hili. Kama alivyosema msemaji kabla, alisema kwamba sisi ni washiriki, wadau, lakini pia ni wadhamini wakuu katika mbio hizi, na tunajivunia sana na mbio hizi kwani mbio hizi zinaenda sambamba kabisa na lengo letu kama benki, kwanza ya kuangalia afya katika wale wakimbiaji, lakini pia linagusa moja kwa moja jamii. Hivyo tunafurahi sana kushiriki katika jambo hili la leo la kukabidhi vifaa hivi tiba kwa ajili ya kina mama. Kama mnavyofahamu, hadi ya benki hii, ya chapter ya benki hii ni story yako ina thamani, lakini dhamira yetu pia ni kuwezesha Afrika ya kesho kwa pamoja, story moja baada ya nyingine. Hivyo mnaona kabisa kwamba mbio hizi ziko kabisa zinawiana na mambo hayo. Hivyo tuna furaha kubwa na tunashukuru sana The Runners Club kwa kuendelea kuwa wadau, lakini pia partners wetu, lakini pia hospitali na uongozi wote kwa kuwa open kuweza kutupokea kila mwaka tukiwa tunafanya jambo hili. Kwa hiyo nashukuru sana. Asanteni. Asanteni sana. Okay. Kwa majina naitwa Shufaa Omari Kaniki, ni muuguzi kiongozi katika hospitali ya Mnazi Mmoja. Tunashukuru wadau wetu Absa kwa kutupatia vifaa tiba ambavyo vitaweza kutusaidia kwenye upande wa mama mjamzito, watoto wachanga, lakini pia kwa wale watoto ambao wanakuwa kitengo maalumu cha watoto wanaokuwa kitengo ambacho tunasema ni cha dharura, yani ICU ya watoto. Vifaa tulivyovipokea leo vitaweza kutusaidia zaidi kwa hao wamama wajawazito. Tumeona tumepokea patient monitor ambayo inaweza kutuangalizia mteja anapokuwa ametoka theater, akawa tunaviona vipimo vyake kuliko kwenda kufanya kifaa kimoja, lakini mashine waliotuletea ni mashine ya kisasa ambayo tunaendana na huduma za kisasa. Tunapofunga hii patient monitor tunaweza kusoma vipimo 4 au vipimo 5 kwa wakati mmoja bila kuweza kupata shida ya kwenda na kurudi, lakini pia tunapata mtiririko wa vipimo vya mgonjwa kila baada ya sekunde. Tunajua kwamba sasa hivi vipimo viko hivi, na kama kutatokea mabadiliko ya papo kwa papo ni rahisi sana kutambua, kwa sababu mashine inakuwa leti. Kama vipimo vimeenda juu zaidi basi itakuambia, na kama vipimo vimekwenda chini zaidi itakwambia. Kwa hiyo itatusaidia kufanya huduma kwa hawa mama wanaotoka upasuaji au mama ambaye yuko kwenye uchungu pia hivyo. Lakini sambamba na hilo tumepokea vifaa vya wale watoto wachanga zaidi kwenye huduma yetu ya dharura ambayo tunasema ni HDU. Hawa watoto chini ya siku 28 tuna ICU ya watoto hapa. Kwa hiyo tunawashukuru sana Absa kwa kuweza kutusaidia vifaa hivi. Lakini sambamba na hilo tumeletewa ambapo mtu anapokuwa na changamoto ya kupata oksijeni. Kwa hiyo tumeletewa flow meter hapo ambazo ukipigia mahesabu hivi vifaa vyote vina gharama kubwa sana. Tunawashukuru sana Absa kwa kumuunga mkono
Mama Samia katika kutekeleza hali ya kuwavusha salama mama na mtoto, na wao pia wamekuwa bega kwa bega kwa kumuunga mkono Mama Samia. Tunashukuru sana. Vifaa tulivyovipata ni vingi. Tunashukuru Mungu na Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, waendelee kuwa na moyo huo. Sio wadau wetu wa leo, ni wadau wetu wa miaka mingi, na huwa wanatupa support, na vifaa vyao tunaviona kweli vinarudi kwenye jamii, na katika ile hali ya kutekeleza ile historia yako, basi hapa tunaendelea kutekeleza ile historia ambayo wenyewe wameiweka, na sisi tunaendelea kuimplement kwenye jamii. Tunashukuru sana Absa. Asubuhi, kwa majina naitwa Dr. Milka Mathania. Mimi ni mratibu wa huduma za tiba halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam, lakini vile vile ni mlezi wa hospitali ya Mnazi Mmoja, na pia na leo nasimama kama kwa niaba ya mganga mkuu wa halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam. Kwanza kabisa tunapenda kuwashukuru sana The Runners na klabu nzima, lakini pia uongozi wa Absa tunawashukuru sana kwa sababu mmekuwa wadau wetu wakubwa mno katika kupambana na huduma za afya. Lakini vile vile tumekuwa na nyie kwa muda mrefu, miaka 5 sasa, na tunaona kila wakati hata udhamini na support inazidi kuongezeka. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana. Vifaa vilivyokuja leo kama alivyosema Matron hapa ni muhimu sana kwa ajili ya kuokoa mama na mtoto na watoto wachanga wenye changamoto. Vitatusaidia sana, na hii itasaidia kuokoa watoto na wajawazito ambao wangeweza kupata changamoto katika kuwapa huduma, lakini vifaa hivi vitatuwezesha sana kutoa huduma kwa wakina mama. Kwa hiyo nawashukuru sana wadau wetu kwa kusupport serikali, kwa kusupport wananchi kwa kutoa hizi vifaa ambavyo vinaenda kuwaokoa mama na watoto. Kwa hiyo tuendelee kutoa wito tu kwa jamii kuendelea kuwasapoti, lakini na nyie pia muendelee kutukumbuka. Tunashukuru mnavyozidi kutukumbuka kila wakati tunafanya, na sisi tunawashukuru sana, na Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante.